sababu tunapata kibali ya kuwa mbele yako. Mimi nimetumwa kwa ajili yako. Yaani nina mzigo. Wakati ninapokumbuka mzigo hiyo, ninatoa machozi, ninalia. Mzigo huu ni baraka kubwa. Mimi hakika nilitolewa, bado sijajaliwa. Mama alizaa mtoto mmoja, akaolewa, alikuwa mke. Huko akazaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Baba akasema ya kwamba mimi ni mpagani, na ikiwa mimi ni mpagani nitaingia mbinguni, nitatoa mtoto atakayezaliwa nitamtoa kwa Mungu. Sasa Mungu atanikubalia niingie mbinguni. Akiwa mpagani. Akiwa nani? Mpagani. Basi Bwana kajaliwa kumpatia mama mzigo. Wa ndugu zake wakamuuliza, yule mtoto akiwa mwanaume itakuwaje? Yeye akatamka, akiwa mwanaume nitampa Mungu. Nikazaliwa mtoto mwanaume. Nilipofika miezi 9 wakanichukua wakanibeba kwenye kanisa. Yaani mimi nimekomaa kwenye kanisa. Nyinyi ni wandugu zangu. Nilipokuwa miaka inaendelea, mama aliendelea kufanya kazi ya kunitolea fungo la 10, yaani ya kwamba zaka. Mpaka nilipofika miaka 15 alikuwa ananitolea zaka. Wakati nilipofika miaka 20, miaka 5 ikapita hapo, zaka itolewe tena. Mama alishia kwa miaka ngapi? 15. Wakati huo nikakuwa na matatizo niliyokuwa nayo, nilikosa pesa. Zaka, fungu la 10 ni baraka. Wakati nilikosa pesa, nikamwambia Mungu ni kitu gani? Nikataidi kumtafuta Mungu, akanieleza kusema ya kwamba wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi. Sijawahi kuibia mtu kitu. Nilichukua kichana sema wewe ni mwizi, uliniibia. Nilikuibia nini? Fungo la 10, zaka, au nipe. Muda wa miaka 5 au toe fungo la 10. Nikamwambia Mungu, mimi sijabatizwa. Umesikia? Mimi sijabatizwa. Akaleta andiko ya Ayubu sura ya 1. Ayubu sura ya 1 mstari wa 5. Nimesema ya kwamba hata watoto wa Ayubu walikuwa wenye kwenda katika njia zao, lakini babao alikuwa anawatolea fungo la 10. Kwa sababu Mungu apate kuwakumbuka. Nikusogezee mbele kidogo, nikaomba Mungu ni rehemu. Nipe ilikuwa ni ya kusoma, ilibidi nisome. Ilikuwa kama vile dola 500. Niko katika darasa, nikakamata hiyo dola 500, nikaenda kwa mchungaji, nikampa mchungaji. Mchungaji akasema hii ni nini? Nikamwambia ninalipa madeni ya fungo la 10. Nakuja kulipa madeni ya fungo la 10. Mchungaji akasema huku mtoto inabidi mimi nitachukua dola 200, 300 ikusaidie kwa masomo. Mimi Roho Mungu akachitumia ndani yangu. Nikamwambia mchungaji, wewe ni adui wangu. Sababu gani? Nikasema mimi ninalipa deni. Sasa wewe unasema ya kwamba ni deni hiyo, pesa hizo ni ya Mungu. Mungu sasa anachukua ile fungu la 10 anampa mchungaji. Unaamini hiyo? Unaelewa hapo? Amina. Amina. Amen. Ukiangalia katika kitabu cha
Malaki utakutana Mungu anasema hivi, mulete fungu la 10 kwangu. Yeye ndio anaomba fungu la 10. Baadaye nilipolipa deni nikamsogelea Mungu. Jameni, kitu kimoja ni hiki nikueleze. Kila kitu umuulize Mungu. Na kila kitu umsogelee Mungu mbele ya kufanya, mwisho wa kufanya. Amina. Amen. Mungu akasema ya kwamba Roho wa Mungu akasema nami kusema, wewe umelipa deni na deni umelipa, umepitisha. Kwa hiyo jinsi unavyopitisha unafanya ya zaidi. Mambo haya matatu utayaona katika maisha yako. Mambo ngapi? Matatu. Ninayaona. Maisha yangu yote ninaona. Nikusema ya kwanza, nikufungulie kadogo tu. Mimi siwezi kulala njaa. Siwezi lala njaa. Kama ninalala njaa, chakula iko hapo, ni kwa sababu ya kutafuta watu waokoke. Ndio sikule wala sikunwe, sababu watu waokoke. Amen. Ninatafuta baraka kwa ajili yako, ninalala njaa. Hadi mimi, unaona nina mwili mdogo. Mimi sikuzaliwa hivyo. Nilikuwa mnene zaidi. Ninatoa maisha yangu kwa Bwana kama vile walivyonitoa. Kitabu cha Waroma sura 12 mlango wa kwanza, utaona Paulo anaambia Waroma, ninawasihi kwa huruma wake Mungu, muifanye nini? Mtoeni miili yenu kuwa nini? Takatifu, ya kumpendeza Bwana. Amina. Sawa. Nilipofanya hivyo, Mungu alinibariki, ninaendelea katika huduma. Kweli nina huduma mzito. Na huduma hiyo ninajua pamoja na wewe ndugu yangu ulio hapo unanisaidia katika kuomba, unanifanya na mimi niende mbele. Wakati unapoombea watakatifu wana wa Mungu, ninajua na mimi nina sehemu yangu katika maombi yako. Amina. Bwana akubariki sana. Nilipo sikia ujumbe kusema ya kwamba mimi nitakuwa hapo, roho yangu ilikuwa na furaha sana kukuona wewe. Nilipo mzee wakati alifika, wakanigongea kusema ya kwamba fanya haraka sana huko, askofu amekuwa hapo nje na mama muondoke. Nikataka kufanya kwa haraka zaidi, akasema taratibu, sababu unabeba vyombo vya Bwana. Basi mahali ya kweli hakika nilifika hapo mbeleni kiroho. Kanisa ni dogo. Wakati unajenga kanisa ndogo, watu watakuwa wachache. Ukijenga kanisa kubwa, watu watakuwa wengi sana. Sasa maono ndogo, baraka ndogo. Maono makubwa, baraka kubwa. Nikamwambia Mungu, mahali ninapoenda sasa nije. Akanipatia, akanionyesha. Amina. Akanionyesha jinsi nyinyi mlivyo kiroho. Amina. Sasa neno ninaochukua, ninajua pamoja na Roho ataifanya kuwa rahisi. Ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu sana. Amina. Ni ya muhimu sana. Atuende mbali, chukua kitabu cha Mwanzo. Swahili ninajikaza, najua Roho wa Mungu atanisaidia sababu nimekawia sana kukusema Lingala hata Kifaransa. Amina. Utaenda taratibu, najua hakika haya yatakuletea baraka kubwa sana. Tunaenda kitabu cha Mwanzo. Nimechukua, umeona? Twende huko. Ningekuwa nahitaji mtu mmoja anajua Swahili, anajua Kifaransa, anajua Lingala, akaweza kuwa hapo juu kunisaidia kwa maneno mamoja. Tunakamata 41 na 35.
35 ni kusema 3 na 5 nyuma. Hivyo. Okay. Mpaka unafika 36. Ninasoma kwa jina la Yesu. Tusimame. Na chote cha miaka hii njema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hii 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Amen. Tuketi. Neno hili iko ni budget. Ninajua mnajua budget. Sawa? Sisi sote tunajua budget. Tunajua budget. Tujaribu kwanza kusema kwanza hivi. Twende kwanza haleluya kwanza. Tuseme haleluya taratibu, twende. Haleluya. Amina. Wengine hawasemi kitu. Utasikia kitu kimoja kitaingia ndani yako. Unasikia roho mwenyewe anachemka. Sababu uko mbinguni ni haleluya. Na haleluya sio isha. Amina. Okay. Tuna neno kubwa inasema budget. Budget. Maneno tunatoka kusoma ni maneno habari za ndugu yetu Farao, Yusufu na watu wa Misri kwa wakati wa zamani. Tunajua habari vizuri sana. Amina. Kama tunasema Yusufu mkiebrania Yusufu ni kuongeza. Unapompa mtoto wako jina la Yusufu ni kuongeza. Sasa alifikaje katika mji wa Misri? Yusufu alikuwa ni baraka katika nyumba ya nani? Yusufu alikuwa baraka katika nyumba ya nani? Ya Yakobo. Alikuwa baraka kubwa. Amina. Sasa baba alitangaza baraka ya mtoto. Unaona kila wakati mtoto akiota ndoto inabidi abebe wazazi. Mzazi atamtafsiria. Sasa wakati alitafsiria ndoto ya Yusufu katikati ya wandugu zake. Anaeleza ndoto zile. Wakati anaeleza ndoto, sikia habari ya ndoto. Mimi nikalota ndoto. Naona jua, mwezi, nyota vyote vinaninamia. Yaani vinaliabudu. Baba akasema, "La! Wewe kijana, ndoto gani hizi? Mimi baba yako na mama yako na wandugu zako watakuinamia." Wandugu zake, ndoto za Yusufu zilikuwa namna hizo. Wandugu zake wakasikia wakasema, wewe peti, wewe mtoto, sisi tukuinamie, wewe mtoto tukuinamie. Chuki ikaingia, wivu ikaingia. Amina. Hawakujua kwamba kama ndugu zao anakuwa kati yao ni baraka kwao. Atawasaidia wakati kuwajia huko mbele. Unapokuwa na watoto, kunakuwa na mtoto mmoja anakuwa baraka katika jamaa. Unapoketi katika jamaa, inawezekana wewe ndiye baraka katika jamaa hiyo. Basi walipochukia Yusufu, wakamkamata, wakamvua nguo, wakatafuta wa kumuua. Mungu alitetea,
mpaka kufikiria Yusufu wakamuuzisha. Ndivyo? Wakamuuza, wakauza Yusufu. Kwa wapi? Kwa Waismaeli, kwa mikono ya Waismaeli. Waismaeli naye wakamtia biashara Yusufu, akauziwa, akachukuliwa na nani? Na Potifari. Kufika katika nyumba ya Potifari akabarikiwa. Potifari akabarikiwa sana, akaacha mambo yote katika mikono ya nani? Ya Yusufu. Baadaye Yusufu, hiyo baraka yenyewe alibarikiwa, mke wa Potifari akufurahi kuona baraka inaingia ndani ya nyumba yao, akatafuta mbinu zote za kuwa hizo baraka atende maovu na Yusufu, hiyo baraka ifanye nini? Ikufe. Mara nyingi ukikiwa na baraka, mwingine atapenda uwe hiyo baraka. Inakuwa hivyo. Ukiwa na baraka, mwingine hata ipende iende mbele, atapenda uwe hayo. Yusufu mara moja akapata shida, wakamsingizia, wakamsemea uongo. Yusufu akatupwa kwenye gereza. Ni mapenzi ya nini? Ya Mungu. Yusufu anakaa katika ndani ya gereza. Bwana sasa anampatia Farao ndoto. Hiyo ndoto, Farao amepata ndoto, ikamhangaisha sana. Ndoto hiyo ikamhangaisha sana. Ndoto hiyo ilikuwa na maana sana, sababu Farao alikuwa na kimya. Alilota ndoto kusema miaka 7 anaona wangombe wenye kunenepa. Miaka ngapi? 7. Anaona tena hiyo kama wanameza ngombe wa kunenepa, mpaka wale wa ngombe wa kunenepa hawaonekani tena. Masuke haya 7 ya kugonda imemeza masuke 7 ya kunenepa, hawaonekani tena. Basi akili yake ikamchanganyikisha na kuuliza, ni nini hii? Ndoto namna gani hii? Nani atanifasiria ndoto? Anauliza huko, anauliza huko, anauliza huko. Mambo ya Mungu inaenda kwa watu wa Mungu. Mambo ya kiroho ni ya kiroho tu, aiende kwa upakani. Mambo ya kiroho ni ya kiroho. Sikiliza nikueleze. Unapokuwa na shida yako wewe inaweza kuwa jibu ya mtu mwingine. Amina? Amen. Shida yako ni jibu ya mtu mwingine. Matatizo yako iko jibu ya mtu mwingine. Shida ya Farao. Sasa nani anakuwa na jibu ya shida ya Farao? Anakuwa ni Yusufu. Na Yusufu yuko wapi? Na yeye ndio anakuwa na majibu ya matatizo ya mfalme Farao hapo ndani ya gereza. Sikiliza habari sasa. Sasa watu wa kutafsiri ndoto hawako. Inakuwaje? Mtu mmoja anasema, Mungu nisamehe kosa langu. Nilipokuwa ndani ya gereza, muna Mwebrania moja aliyofungwa na Potifa. Huyo Mwebrania huyo alikuwa anatutafsiria ndoto, na yale aliyotutafsiria yale yalilitokea mimi. Leo hii niko mbele yako Farao nikifanya huduma hiyo. Asema iko wapi mumuite? Unaona? Shida ya Farao inakuwa ni jibu kwa Yusufu. Haleluya. Amen. Tumpungie Yesu mkono. Amen. Haleluya. Amina. Amen. Yusufu ametoka katika gereza. Ninaenda kwa haraka, ninakata mkato tu. Ametoka nje. Nafika mbele ya Farao. Farao anamuuliza, wewe ndio Yusufu? Anasema ni mimi. Utanifasiria ndoto? Anasema mimi sitafasiri ndoto, ni Mungu atakayefasiri ndoto. Unapokuwa na karama usijipigie kifua. Unapojua kuimba usijipigie kifua. Useme ni Mungu ananiwezesha niimbe, ni Mungu ananiwezesha nipate karama hii. Yusufu alijua kumpa Mungu utukufu.
Amina. Amen. Farao akatafsiri ndoto, akasema ndoto yake. Yusufu akatafsiri ya ndoto. Ndio akasema hivi, katika ndoto yako imeonekana hapo mbeleni kutakuwa miaka 7. Miaka 7 ya chakula tu. Tutakula, 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 tutakula. Na miaka 7 nyingine itakayofuatia hiyo ya chakula itakuwa ni miaka 7 ya njaa, ya njaa, ya njaa, ya njaa kabisa. Kwa hiyo usichagulie mtu mwenye kuwa na akili, mwenye kuwa na hekima, yule utakayemuweka. Shauri ni hili: wakati wa miaka hiyo 7 akusanye 1 juu ya 5. Kila mtu akalete 1 juu ya 5, alete ya nafaka. Kisha hivyo yule mtu utakayechagua ajenge nyumba hizo, zinaitwa akiba, nyumba za akiba kwa ajili ya chakula. Amen. Mabenki kuanza. Mwanzo wa mabenki naanza hapo. Baadaye wakati wa njaa watu watakuja, wanaanza sasa kuchukua chakula hapo, kwa sababu chakula akionekana. Ni kweli njaa ilikuwa kali. Baadaye Yusufu akasema nini? Farao akasema nini? Farao akaangalia, akaona ya kweli katika watu wanaotumika na wao hakuna hata mtu mmoja mwenyewe anaweza kuwa na roho wa Mungu kama vile wa Yusufu. Ndio akatoa sauti, nimtoshe wapi, nimpate wapi mtu kama vile Yusufu, mwenye kujaa roho wa Mungu, mwenye kuwa na roho wa Mungu. Ninakueleza ndugu, mtu mwenye kuwa na roho wa Mungu ametafutikana. Anatafutikana sababu ni mtu mwenye haki, sababu ni mtu mwenye kufungua siri, sababu ni mtu mwenye kuonesha, ni mtu mwenye kuongea na Mungu, ni mtu mwenye kuonesha mambo yaliyokuwa sirini kuwa wazi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Baadaye akasema ya kwamba nimekuona wewe Yusufu, wewe ndio utakaa hapo. Amina. Amen. Shauri ya Yusufu ni miaka hii njema ijayo. Wakaweke akiba nafaka kwa mkononi mwa nani? Mwa Farao. Amina. Amen. Kwa mkononi mwa nani? Mwa Farao. Wakalinde kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, ili nchi Bahasha hii ni nini? Amfurahi hata. Bahasha hii ni nini? Ni akiba. Haiko akiba. Atutumisha kama hii ni akiba. Tunatia vitu ndani kabisa. Amen. Kuna kwa bahasha ya kutia pesa na kuna kwa bahasha ya kutia nini? Ya kutia maneno inaandikwa kwenye kikaratasi, sivyo? Amen. Sasa si ni akiba hii. Amen. Sasa tunastuka na nini? Hii bahasha ni akiba. Bahasha hii ni akiba. Amina? Amen. Sasa mimi pesa zangu ninazipata ngapi? Shilingi 3,000. Ninapata shilingi 3,000. Ndio ninayo. Sasa mimi ninataka nipate kuchukua, nipate chombo hichi. Mnaita nini? Mike. Chombo hii inauzwa na hii 3,000. Nauliza. Uhitaji wangu ninahitaji nipate nini? Mike. Mike ina pesa nyingi. Inaweza kuwa ni ngapi? Fanya ni ngapi? Inaweza kuwa ngapi? 5. 5, 6 mpaka 7. 500,000. Hii Mike hii ni 500,000. Sasa mimi nina 1,000 tu ngapi? 3. Sasa aienee mimi nipate Mike. Ndani ya moyo wangu ninakuwa na haja nipate nini? Mike.
Sasa pesa zangu ni ngapi? 3,000. Maiki ngapi? 500,000. Maiki 500,000. Mimi 3,000. Hapo akili imebadilika. Kwa hiyo sasa niibe hayo. Niibe. Juu sina uwezo sina uwezo wa kufanya nini? Wa kununua. Pesa zangu ni ndogo. Sababu mimi nina pesa ndogo na ninapenda mic hii nipate kununua. Pesa zangu ni ndogo. Inaniletea uchungu. Unakutana watu wengi ya kwamba kama wanakosa makuta, hawana makuta nyingi kupitia hitaji anayohitaji kupata, anakuwa na uchungu ndani ya roho yake. Ukimsalimia Bwana asifiwe, asifiwe sana, unasirikia nilo vitu. Sasa wewe niache nini? Uniambie mimi nilikuwa na haja nipate microphone, lakini wanasema ni ni pesa nyingi na mimi ninakuwa tu na hii. Sasa mimi nitaipata wapi? Unakutana watu wanakosa furaha. Mtu yule akikuwa na uhitaji wa kitu na hela yake ni ndogo, anakuwa na uchungu, inamtuma aende kuiba, inamtuma aseme uongo, inamtuma asirike, inamtuma katika njia ya mbaya. Sawa? Hata hapo kanisani unakutana na watu wengi hawana furaha sababu utajiri wake ni mdogo. Mambo anahitaji kupata ni makubwa. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Nilikuwa na ndugu mmoja niliwapa temonyaje katika gari. Amina. Lakini sikumaliza ushuhuda huo. Ushuhuda. Niliwapigia hiyo ushuhuda. Yes. Tueleza ushuhuda. Ushuhuda. Sikiliza mambo yalikuwa tena. Nilikuwa na mtoto ndani ya nyumba, hakuwa ndani ya nyumba, ndani ya kanisa. Ananiambia, "Mimi baba, ninahitaji nipate kiwanja." Kiwanja iko pesa nyingi, sivyo? Kiwanja ni pesa nyingi sana. Sasa nikamuuliza una ngapi? Anasema mimi sina chochote. Sikiliza vizuri ushuhuda huu. Kiwanja lazima nipate kiwanja. Una ngapi? Asa sina chochote. Unielezee ukweli. Akanieleza kusema ya kwamba mimi ninahitaji nipate kiwanja, lakini nina $10. $10 ni kama vile shilingi 20 na ngapi? 23. Sasa shilingi 23 utapata nao kiwanja? Sasa nikamuona katika kanisa amesofu, nikamuita Nirinda, ninahitaji nipate nini? Kiwanja. Pesa ninayo, nina shilingi 25. Karibu 25, 23 na kidogo hivi. Amina. Amen. Sikiliza vizuri. Nikamueleza mimi, leta hiyo pesa utapata kiwanja. Akataka akachukua pesa anipe. Nikamwambia chunga tu pesa zako. Uchunge. Sababu niona ndani ya moyo wake anasema pastor anaweza anaweza kufanya nini? Anaweza kunibeba hizi pesa ananikula. Ananiambia shilingi 23 nipate kiwanja. Nikamwambia utapata kiwanja, lakini sikumwambia siri yangu. Amina. Amen. Mungu alinipa uwezo, ninaweza kukutana na mtu nikamuongelee juu ya mtu mwingine kwa sababu ya shida zake, mara moja inafunguliwa. Amen. Nikamuuliza kiwanja wapi? Anasema kiwanja ile nataka. Unataka? Ale mwenye kiwanja kuja. Nikamueleza ndugu, hii kiwanja nimekwisha kuichukua kwa jina la Yesu. Ni kwa ajili ya mtoto wangu. Huyu ni mtoto wako? Basi. Nikamwambia usinieleze bei. Kiwanja hiyo inahitaji milioni. Unasikiliza? Inahitaji milioni kabisa. Njoo hiyo kiwanja kabisa upate. Mimi naambia mimi nina pesa hizi ninayokupa. Chukua. Ngapi? Asema usinipe. Niambia nipe pesa, nipe. Akanipa. Chukua. Shilingi ngapi? 23. Nikampa. Akaangalia, pastor.
ulisharegeza roho yangu, sina nguvu ya kufanya. Basi leta, basi sema nipatie tufanye mikanda. Anafanya mikanda, anapata nafasi ya kukaa na shilingi ngapi? Anapata na shilingi ngapi? 23. Haleluya. Atufurahi hata? Atufurahi, naona vrema furaha iko hata. Kipata kiwanja. Anajenga hapo. Anaanza kujenga. Mke na watoto. Anakaa mpaka leo. Amen. Haleluya. Yote hiyo ni kusema ya kwamba Mungu ana uwezo wa kutenda mambo. Amina. Amen. Ila kama wewe unakuwa na budget, unakuwa na benki yenye unachunga pesa ndani, iwe pesa ndogo, hiyo pesa ndogo Mungu akaiweze kuifanyia mambo ya ajabu. Sababu ya kukosa kiwanja ili mbidi ndugu yule au mwenye hasira au mwenye huruma au mwenye uchungu. Wengi kati yetu wanakosa kanisa kwa sababu ya kukosa kitu wanaokuwa nayo acha. Wengi kati yetu wanakosa kumtumikia Mungu kwa sababu ya kukosa kitu wanaokuwa nayo acha. Wengi kati yetu wanakosa kumwabudu Mungu sababu amekosa hiyo kitu. Haleluya. Hapo tunakuja kutana tena nyingine, mambo nyingine. Ikiwa uhitaji wa mtu unashinda pesa anayokuwa nayo, mtu anakuwa na matatizo. Amina. Amen. Ila ikiwa uhitaji wa mtu, ninafanya tena mfano. Nina ngapi? Shilingi ngapi? Hiyo kitu wenyewe mnapatia watoto. Mnaita nini? Mtoto anaipenda sana. Nini? Pipi? Ile ya kumuonya kwa kwa mdomo, ndio. Mnaita nini? Pipi. Pipi. Hiyo itauza pipi. Yapata 10 hapo. Yapata ngapi? 20. Mtoto anasema kwamba mama pipi. Wewe. Baba pipi sasa. Nina uwezo. Leta pipi 2, anaomba pipi 1 na kamata pipi ngapi? 2. Wananirudishia hela, natia ndani ya mfuko. Sina matatizo. Amina? Amen. Na ikiwa ya kwamba mtu ana uwezo, uhitaji wake uko chini ya uwezo unaokuwa nayo. Ni kusema uhitaji wako wewe uko chini ya uwezo wa hii. Mtu yule atakuwa na furaha. Nini? Niko bien, niko mzuri, niko sawa. Nini leo unafuraha? Mimi sipungukiwa na kitu. Chochote nitakayotaka kuuza nitafanya nini? Nitanunua. Sababu mimi niko vizuri sana. Utakutana mtu yule amechangamuka, utakutana mtu yule anakuwa uso wote unang'aa, unameremeta sababu ana uwezo. Amina. Amen. Mambo anayohitaji iko chini ya pesa ya budget yake. Sawa? Mambo anayohitaji iko chini ya budget yake. Kanisa inakuwa na matatizo mengi sana. Ndio maana unakutana wengi sana katika kanisa, unakutana wao wanakuwa wenye kuhitaji. Nitapata pesa wapi? Haleluya. Amen. Nitapata gari wapi? Sasa unapata pesa ngapi? Tuangalie tizama. Haleluya. Tunaenda na hii moja tu. Mnaona hiyo? Kwa siku unapata ngapi? Unapata 1,000. Kwa siku unapata 1,000. Kila siku unapata nini? 1,000. Kila siku unapata nini? 1,000. Bwana akaniambia hivi, hiyo 1,000 hii inaweza kukufanya wewe uuze gari kubwa na 1,000. Hiyo 1,000 hii inaweza kukufanya wewe uwe na manyumba nyingi na uwe na utajiri wa kupita. Sikiliza vizuri.
Nikasema Bwana, ni kufanya namna gani? Katika 1000 ninatosha 100. Inabaki ngapi? Tunaenda taratibu. Inabaki ngapi? 900. Mimi napatia nani? Zaka. Sawa? Inabakia 900. Na hiyo 900 nitagawanya hiyo 900 sehemu 3. Andika vizuri. Anza andika hapo sasa. Nitagawanya hiyo 900 sehemu ngapi? 3. Na kamata 3. Na kamata 3 ya kwanza ninatia budget yangu. Natia akiba ndani. Amina? Naingiza ndani, ninakuwa na benki yangu. Nina benki yangu. Hiyo ndio budget yangu. Amina? Ngapi? Nakamata ngapi? 3 Amina? Naona ni 3 ni mingi. Tutie 2. Twende na 2 kwanza. Nakamata 2 natia hapo. Kuna bakia ngapi hapo? 7. Kuna bakia ngapi? 7. Nakamata 2, mimi natia hapo 200 natia ndani. Sasa mimi natia 200. Nakamata tena mimi nachukua tena. Kwa hiyo 700 na igawanya mara 2. 3.5. Hiyo 3.5 ninatia, nitatimiza, nitatumika nayo katika nyumba. Kuuza chakula, kuuza mavazi, kuuza kitu ninapungukiwa, kununua. Nanunua vitu ninavyopungukiwa. Kutabaki ngapi? 3.5. Hiyo 3.5 nimetia hapo, ninaweza kuuza kama mboga, naweza kuchukua hapo, napiga na turu, naenda huko, nikalipe nauli. Hapo kama mtu anakuja, ninaweza kumsaidia hapo. Hiyo 3 na ngapi? Na nusu. Na katika budget yangu iko ngapi? Iko ngapi? Iko ngapi? 200. Leo mimi natia 200. Fanya hesabu. Tufanye sasa. Unafika kwa mwaka mzima. Mwaka una siku 365. Ngapi? 366. Tupige hesabu. 200 mara 365 na 5. 65. Inapata ngapi? Piga hesabu huko. Naona 7 hapo, 300. Hilo. Naona 7,300. Ngapi? Inafanya ngapi? Inafanya 70,000 na ngapi? Na 3. Kwa mwaka mzima. Sasa tufanye sasa hivi. Kwa miaka 10 itakuwa ni ngapi? Kwa miaka 10 tukiongeza tunatia huko katika 7, 3 na 0, kisha tunakamata 0,003. Inafanya ngapi? Inafanya 700,000. Inafanya ngapi? 730,000. Ndivyo? Haleluya, watoto wa Mungu. Unaona, unakuwa na pesa 200. 200 unatia huko. Kwa miaka 10 inakuwa ngapi? Sasa tukikamata, tukichukua, unakuwa na pesa nyingi gani? Si unakuwa na pesa nyingi. Unapata tu pesa ndogo tu. Pesa ndogo unatia hapo, unatia budget yako, unatia pa. Hiyo unaotia hapo, unaitia usichukue. Iko tu hapo sababu inakuwa na mpango wa kufanya kazi moja fulani. Ninakuwa na mpango nipate kujenga nyumba. Ninakuwa na mpango nipate kuuza kiwanja. Ninakuwa na mpango nipate kuuza gari. Tunakamata sasa 500. Twende 500. Mara 2 500. Amina. Amen. Kama huko unatia 500 kwa siku, kwa mwaka mzima itakuwa ni ngapi? Naona 18 unatia na 2 inafanya 00. Unapata ngapi? Unaenda 30. Inafanya ngapi? 100
Tunaenda. Amfanye hesabu. Haleluya. Haleluya. Mambo inakuwa hapo. Bwana alinieleza kusema ya kwamba tuondoe umaskini ndani ya kanisa. Hata mafunzo haya huku Kongo, kanisa ina utajiri mwingi sana, sababu kila mtu anamkutana uko bosi ndani ya kanisa. Mpagani hata kwambia kitu, na watu wanauza magari sana. Utamkutana hana kazi, ni wakati anachomoa tu, anakula gari jipi, inatoka wapi? Budget. Unasikia? Watoto wadogo katika kanisa mimi wanakuwa na nyumba. Wanauza mapango, wanakuwa na nyumba, wadogo. Hana bwana, ni kijana tu, na wengine wa vijana wako wanajenga manyumba za ghorofa. Lakini hana kazi. Budget. Fuata mzuri sana. Tunaenda, fanya hesabu. 500 mara ni ngapi? Tunapata ngapi? Naona 1,8,2,0,0,0. Ni ngapi? Na 100. Sasa tuikamate mara kwa miaka 10 ni pesa ngapi? Kwa miaka 10 baba, ni ngapi? Sikiliza, 1,000,000 na laki nini? Baba, sema kwa sauti kubwa wakusikie huko. Sikiliza, milioni ngapi? Mwenye kwa pembeni yako asikie kama uko na milioni 1. Sasa kuchukulia wale watu wakuja kwa bomoleni huko. Hayo hivyo. Mimi nyumbani nilikuwa na milioni zaidi ya milioni 1 bwana. Twende kukaa mwingilie ndani ya nyumba. Ni pesa nyingi sana. Amina. Amen. Ndio sasa tunatia sehemu. Utakutana pesa hizo zinakuwa nyingi. Ikiwa kanisa inakuwa na matatizo, ni kwa sababu sisi hatufanye bajeti. Hatuweke akiba. Kanisa inakuwa na matatizo. Hata mtoto mdogo utamweleza kusema kwamba hapo tunakuwa inabidi sisi tupate kujenga kanisa. Utakutana mtu anakuwa na huruma, habari ya kutoa hapo. Watu wote wanakuwa na huruma, baridi inaingia chibu. Sababu wanasema juu ya hela. Anakuja kujikutana hana chochote. Kupitia hii budget, kuweka akiba. Kupitia kuweka akiba, utakuwa na nguvu ya kufanya mambo ya zaidi. Hata watu watakuuliza hizi pesa unatoshaka wapi, lakini unatoka kwenye akiba. Amina. Amen. Mimi Bwana alinipatia, niambia mafunzo na kupatia uishi mafunzo yenyewe. Nilikuwa katika nyumba ya kupanga, mapastori walichanga pesa, wakakuwa wananilipia nyumba. Mapastori wa Kinshasa na wengine mimi siwafahamu. Wakati nilipofika Kinshasa, nikaanza kufanya huduma na itisa wa pastori kufunza jinsi gani wanaweza kusema na Mungu na jinsi gani wanaweza kukutana na Mungu. Amina. Amen. Wakaamuru, wakanichukulia nyumba. Tukaanza kazi, maombi. Wao wakasema hivi. Wasa baba, ninaona toka tuko na wewe tunakuwa mwezi mzima. Tunataka Mungu atubariki. Nikamwambia ndio, sawa. Mungu awabariki. Mimi atanibariki nyuma. Amina. Amen. Mimi ni nyuma. Kweli. Mwezi mmoja Mungu akaanza kubariki. Mungu akabariki. Mimi wa mwisho nikapata chombo. Chombo. Wote wanakuwa na magari, wote wana manyumba. Mimi sina lolote. Nikamwambia Mungu, sasa mimi naimia ndani ya kanisa. Nilikuwa na mtoto mdogo mwenye kukaa chini. Anakuwa binti mkubwa sasa. Alikuwa anakaa chini tu, akuja tunakaa ndani ya kanisa. Pesa nilikuwa napata ni pesa yote. Ninapata tu ni dola ngapi? 5. Dola 5 ni shilingi 10,000. Dola 5 ni shilingi ngapi? 10,000. Ndio nilikuwa napata. Ndio pesa zote zile. Na Mungu akasema ufanye budget. Amina.
Nikaanza kuangusha hapo $2, nyingine natumikia Mungu $2, tuko ndani ya wapi? Ya kanisa. Muda wa miaka 3 na miezi 6, mama alikuja kuangalia pesa, akapiga hii lazima tunafaulu. Tunaweza kuuza kiwanja, tunaweza kununua kiwanja sasa. Tukapata kiwanja. Amina. Sikusimama katika madhabahu kuambia kwa ndugu mimi ninapata kiwanja, ninataka kujenga, mnisaidie. Sikusema hivyo. Tukaanza kujenga. Nikafika kwenye kiwanja, nikakuja, nikafungua magoti, nikafungua mikono, nikapiga magoti. Nikamwambia Mungu, kiwanja hili ninaipata, ninashukuru. Ninataka unijengee. Yesu ujenge. Kukija vita nikutane na wewe. Basi nilipomaliza kuomba, kiwanja ilianza kujengewa. Nilota ndoto nikupe mfuko 10 wa cement. Nilota ndoto nikupe vyuma hivi. Nilota ndoto nikupe hivi. Na mimi niko na kimya tu. Namwambia Mungu yeye mwenyewe, Yesu unafanya nini? Niko na kazi. Ndugu yangu, unapopata kiwanja, unapopata mahali, umshirikishe Yesu. Yesu mahali hapo upate kuwa. Unapokuwa na vitu, umshirikishe Yesu. Sababu kama Yesu katika mambo yako, utaona mambo yako tenda vizuri. Amina. Katika jina la Yesu, wewe ndiye Mungu, wewe ndiye Baba. Fanya kitu cha ajabu, fanya mashara katika wana wako. Ninajua hakika huyu anayezuia sio Mungu, iko ni shetani, iko ni ibilisi, iko ni adui. Katika jina la Yesu, atoke ndani ya wana wa Mungu, atoke katika maisha yao, atoke katika kazi zao, atoke katika mambo yao. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunaomba Yesu, wewe ndiye Bwana, wewe kufungua, wewe kufungua, wewe kufungua mahali panapofungwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fungua wana wako, fungua baraka, fungua Yesu Masia, ondoa Yesu Masia anayezuia, ondoa huyu adui anayezuia kwenye kanisa, anayezuia wana wa Mungu, anayezuia kazi zote mbele, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe shetani, tunakueleza utoke katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, mfalme wa mali Yesu, ulisema ya kwamba nipate kuomba juu ya jamaa. Unawaona, unawaelewa. Mungu, wakati unapofanya kitu waende mbele, wanarudi nyuma. Wanakutana na vitu vinavyowazuia. Wanakutana na mambo fulani hayaruhusu waende mbele. Baba, ninataka katika kazi ya mikono uende kufungua mahali palipofungwa kwa jina la Yesu Kristo. Iwe katika Bwana maprojekti fulani, uende kuifungua katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, fungua kanisa hii. Hata wana wako Bwana wapate kubarikiwa, hata wana wako wapate kufanikiwa. Bwana, tunataka ufungue na wagonjwa katikati yao, uende kuondoa magonjwa kwa jina la Yesu. Magonjwa toka kwa jina la Yesu. Magonjwa watoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunataka ugange. Gusa huyu mwalibaki nyumbani. Yeye na yeye pia tunamtia. Tuna katika mikono yako. Uende kumkanga, uende kuondoa magonjwa. Gusa pia huyu mtoto mdogo. Baba, anakuwa mahali hapo. Gusa yeye anaumizwa siku nyingi. Tunataka uponye Yesu kwa jina la Yesu. Sababu neno lako linasema katika kitabu cha 1 Yohana sura 3:8, ulikuja kuharibu kazi za shetani. Haribu kazi za shetani ili amtamize wana wako kwa jina la Yesu. Pepo chafu zitoke, magonjwa toke, udhaifu toke kwa jina la Yesu. Malaria, kukosa kuzaa itoke kwa jina la Yesu. Tunahitaji wana wako wapokee watoto, wale wenye kufungwa matumbo. Fungua tumbo zao, fungua maisha yao, fungua uzima wao katika jina la Yesu. Asante Yesu Kristo kwa baraka hizi. Shusha baraka kwa kila mmoja anayekuwa hapo. Shusha baraka Bwana. Fungua baraka, fungua manjia zote za baraka. Asante Mwamba, ninatimiza na wewe uendelee
kanisa hili Bwana, uonekane na utukufu wako, uendelee kuonekana katika kanisa hili kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki.